Nimemwona mwenyekiti wetu anayemaliza muda wake amepata matatizo katika kipindi akiwa kazini. Alikuwa ofisini, alikuwa kwenye jukumu la alert. Sitaki kuendelea kulielezea kwa sababu ni mwenzenu na ninyi mmemwona akiwa kabla ya hivi na mmemwona akiwa hivi. Na huwa tunaambiwa ujafa hujaumbika, na jambo hilo linaweza likampata yeyote. Hili nataka nisielekeze. Nataka niwaombe viongozi mtakaochaguliwa, kabla mkutano huu haujaisha, mtafakari. Mwenzetu amekuwa katika hali hii. Mtafakari. Sikutamani ayasikie haya, lakini kwa sababu yeye bado mwenyekiti, sasa inabidi niseme hivyo hivyo. Lakini mtafakari. Tafakari. Hili ni jambo linaweza kumpata yeyote. Yeyote. Sasa ni mwenzetu, tutafakari. Na mimi ni diwani. Tutafakari. Pendekezo langu, angalau tunaweza tusifanye kila kitu kwenye maisha yake, lakini angalau tuchangishane, tumpatie usafiri wa uhakika. Sasa ninyi mtakapobaki hapa, mtakubaliana, uongozi mtakaochaguliwa mtakubaliana njia nzuri ya kulifanya hilo. Ama mchango wa kila kote mnakotoka, ama mchango kutoka kwenye mfuko wa alert, ama mtakavyoona namna ambavyo jambo hili linaweza kutekelezeka. Mimi nitawaanzishia kwa shilingi milioni 50. Tafutiwe gari standard. Mwenzetu amepata ulemavu wa kudumu akiwa kazini kwenye majukumu yetu.